Jina la Bwana lipewe sifa. Ni wakati mwingine tena ambapo tumepata fursa, wana na binti za Mungu, kwa ajili ya kusoma tena mwendelezo wa masomo ya Biblia. Na leo hii tumefika katika kitabu hiki cha Mwanzo sura ya 35. Jina la Bwana libarikiwe sana. Na tutaisikiliza sura hii kwa umakini mkubwa sana tuweze kupata somo la siku hii ya leo, ambalo sasa ndipo tumefika katika mtiririko wetu ule wa kusoma Biblia kwa njia ya sauti, kidogo kidogo, aya kwa aya, mpaka pale tutakapokuwa tumemaliza Biblia nzima. Hii ni Mungu Tumaini, ni channel ya Mungu Tumaini, na nakukaribisha sana katika channel hii. Kama bado hujawa mwanafamilia, basi angalia neno ambalo limeandikwa subscribe, liko chini ya video hii, libonyeze ili uweze kuwa mwanafamilia sehemu hii ambayo ni kwa ajili ya kumtukuza Mungu wa mbinguni. Karibu sana tuweze kwenda pamoja katika usomaji huu wa Biblia, na kabla ya yote tumruhusu Roho Mtakatifu wa pamoja nasi kwa njia ya maombi. Tuombe. Asante sana Mungu wetu unayeishi mbinguni, asante kwa nafasi nyingine hii tena. Ili mradi pumzi zetu bado umetuachia, basi pumzi zetu hizi tunazitumia katika kukutukuza wewe. Maana ilisemwa, kila mwenye pumzi na msifu Bwana. Na sisi tunaamua kusogea mbele zako kukusifu ewe Bwana wetu. Tunaomba uturuhusu tusome Biblia na kuielewa. Tusaidie tuweze kutenda sawasawa na mapenzi yako. Tusaidie tuweze kupata mwamko mpya wa kiroho, tutende sawasawa na unavyohitaji. Tusaidie tuepukane na maigizo katika neno lako. Tuepukane na maigizo katika imani, lakini badala yake tuwe watu halisi tunaotenda sawasawa na mapenzi yako. Mguse mtu atakayesikia somo hili. Tupe uelewa wa namna ya kipekee sana. Tupe ufuatiliaji mzuri. Maana tunaomba hivyo tukiamini kupitia jina la Yesu Kristo, aliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Amina. Karibu sana mpendwa mfuatiliaji wa channel yetu hii ya Mungu Tumaini, sehemu ambapo tunapata neno la Mungu kwa mtiririko maalum. Karibu sana katika sura hii ya 35. Tunaianza kwa kuisoma kwa utulivu mkubwa mpaka pale tutakapofika mwisho. Ni sura ambayo ina mistari 29, yani ina mistari 29 pekee. Kwa hivyo ni kuombe sikio lako tuweze kuisoma kwa utulivu mpaka pale tutakapokuwa tumemaliza. Mungu akusaidie, Mungu awe pamoja nasi kupitia jina la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Karibu sana. Mungu akamwambia Yakobo, ondoka, panda uende Betheli, ukakae huko, ukamfanyie Mungu madhabahu huko, yeye aliyekutokea ulipomkimbia Esau ndugu yako. Yakobo akawaambia watu wa nyumbani mwake na wote waliokuwa pamoja naye, ondoeni miungu migeni iliyoko kwenu, mjisafishe, mkabadili nguo zenu. Tuondoke tupande kwenda Betheli, nami nitamfanyia Mungu madhabahu huko, yeye aliyenisikia siku ya shida yangu, akawa pamoja nami katika njia yote niliyoiendea. Nao wakampa Yakobo miungu migeni yote iliyokuwa mikononi mwao, na pete zilizokuwa masikioni mwao, naye Yakobo akazificha chini ya mwaloni ulioko Shekemu. Wakashika njia, hofu ya Mungu ikaishika miji iliyowazunguka, wala hawakuwafuata wana wa Yakobo. Basi Yakobo akafika Luzu, ulio katika nchi ya Kanaani, ndio Betheli, yeye na watu wote waliokuwa pamoja naye. Akajenga huko madhabahu, akapaita mahali pale El Betheli, kwa sababu huko Mungu alimtokea hapo alipomkimbia ndugu yake. Akafa Debora, mlezi wa Rebeka, akazikwa chini ya Betheli, chini ya mwaloni, na jina lake likaitwa Alon Bakuthi.
Mungu akamtokea Yakobo tena aliporudi kutoka Padan Aram, akambariki. Mungu akamwambia, jina lako ni Yakobo, hutaitwa tena Yakobo lakini Israeli litakuwa jina lako. Akamwita jina lake Israeli. Mungu akamwambia, mimi ni Mungu Mwenyezi, uzidi ukaongezeke. Taifa na kundi la mataifa watatoka kwako, na wafalme watatoka viunoni mwako. Na nchi hii niliyowapa Ibrahimu na Isaka nitakupa wewe na uzao wako baada yako, nitawapa nchi hiyo. Mungu akakwea juu kutoka kwake mahali hapo aliposema naye. Yakobo akasimamisha nguzo mahali aliposema naye, nguzo ya mawe, akamimina juu yake sadaka ya kinywaji, akamimina mafuta juu yake. Yakobo akapaita mahali pale Mungu aliposema naye Betheli. Wakasafiri kutoka Betheli hata ukabaki mwendo wa kitambo tu kufika Efrati. Raheli akashikwa na utungu wa kuzaa, na utungu wake ulikuwa mzito. Ikawa alipokuwa anashikwa sana na utungu, mzalishaji akamwambia, usiogope, maana sasa utamzaa mwanamume mwingine. Ikawa hapo katika kutoa roho yake, maana alikufa, akamwita jina lake Benon, lakini babaye alimwita Benyamin. Akafa Raheli, akazikwa katika njia ya Efrat, ndiyo Bethlehem. Yakobo akasimamisha nguzo juu ya kaburi lake, ndiyo nguzo ya kaburi la Raheli hata leo. Kisha akasafiri Israeli, akapiga hema yake upande wa pili wa mnara wa Ederi. Ikawa Israeli alipokuwa akikaa katika nchi ile, Reubeni akaenda akalala na Bilha, suria wa babaye. Israeli akasikia habari. Basi hao wana wa Yakobo walikuwa 12. Wana wa Lea ni Reubeni mzaliwa wa kwanza wa Yakobo, na Simeoni na Lawi, na Yuda na Isakari na Zabloni. Wana wa Raheli ni Yusufu na Benyamini. Wana wa Bilha kijakazi wa Raheli ni Dani na Naftali. Wana wa Zilpa kijakazi wa Lea ni Gadi na Asheri. Hawa ndio wana wa Yakobo aliozaliwa katika Padan Aram. Yakobo akaja kwa Isaka babaye huko Mamre, mji wa Arba, ndio Hebroni walipokaa ugenini Ibrahimu na Isaka. Siku za Isaka zilikuwa miaka 180. Naye Isaka akakata roho, akafa. Akakusanyika kwa watu wake, ni mzee, ameshiba siku. Esau na Yakobo wanawe wakamzika. Msikilizaji, na hapo ndio mwisho wa sura hii ya 35 ya kitabu cha Mwanzo. Ikiwa uliipa sikio mwanzo hadi mwisho, basi umepata fursa ya kuifahamu Biblia katika kitabu hiki cha Mwanzo sura ya 35, na wewe umeifahamu kwa kuisikia yote, umeisoma yote kama ambavyo ilivyo. Na mimi naendelea kukubariki na kukuombea baraka kwa Mwenyezi Mungu,
ili uweze kuendelea kufuatilia masomo haya, usomaji huu wa Biblia wa siku hadi siku, aya hadi aya, mpaka pale tutakapokuwa tumefanikiwa kuimaliza. Basi Mungu akubariki sana kupitia jina la Yesu, na neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu kae pamoja na sisi sote sasa na hata milele. Amina.